Sasa wewe unastahili adhabu. Tena nitakuadhibu adhabu kali sana. Kaka yangu, mbona tunasikia huko? Jamani, mbona mnakuwa kama mnanifanyia makusudi? Mimi hivi kweli ningekuwa naona kweli jamani, mimi ningefanya hivi kweli jamani kaka yangu. Mimi mwenyewe natembea tembea tuna kasimbo kangu haka jamani. Kwani nataka kunifanyia hivi jamani? Hali ya baba inanitoa roho, bora nikae pembeni, ninusuru roho yangu mimi, ninusuru baba roho yangu mimi, Muungwana tunatoa na roho ya Rabi kwa mali alizoacha baba, oh ya Rabi, tunatoa na roho ya Rabi kwa mali alizoacha baba. Aya, shemeji yangu, hapo vipi sasa? Sauti ninayo na naweza nikaenda kwenye show kweli nikatumbuiza watu wakanipa chenchi? Kwa kweli shemeji yangu, unajua sana kuimba. Asante sana shemeji yangu kwa kunisifia. Japo sisi wengine sio wana muziki kama walivyokuwa wenzetu. Tunajitahidi hivyo hivyo. Tunaleta ujanja kwa sababu sisi ni mashabiki wa muziki. Toka muziki wa kale mpaka muziki wa sasa. Kwa watu ambao wanavaavaga hivi vinjunga hivi, vichupi hivi, ndio pia sisi mashabiki zao. Ila kuna swali moja ambalo najiuliza sana. Yaani najiuliza sana, dadangu amekupendea nini? Kwa sababu mtu mwenyewe ni kipofu, huoni, hujiwezi kwa lolote lile. Sasa najiuliza sana, ikitokea dadangu kapata maradhi ya ghafla ndani, sijui ni nani atamsaidia. Alafu watu kama nyinyi mlitakiwa mwe kazi yako huko, mnapita na bakuli zenu, at least hata mngepata vile 200. Lakini ndio kwanza umekaa hapo usubirie msaada wa dadangu aende kukuogesha. Huwezi kushika chochote bila kushikishwa. Nadhani hata humo ndani pia bila kushikishwa huwezi kufanya chochote. Bila shaka kazi yangu umeshaimaliza, na nina imani kwamba umetenda kama vile ambavyo ninafikiria katika akili yangu. Hapana Mr. Kindogo, kazi ulionipa imekwenda tofauti sana. Imani yangu ilikuwa inanituma kwamba ile kazi ni nyepesi sana kwako na ungekwenda mara moja na kuimaliza chap. Kitu gani kilichokukwamisha? Mr. Kindogo, nilikuwa nifanikiwe mapema sana, ila nimeshindwa kufika kwenye ile nyumba. Na ili nifike kwenye ile nyumba lazima nikutane na yule binti. Pesa yangu umekula na kazi yangu bado hukuimaliza. Sasa nisikilize Ochu. Hujanifahamu kwamba mimi ni nani. Lakini tambua
pesa yangu huwa hailiwi. Nikupe muda gani kuanzia sasa? Naomba nipe siku 3. Siku 3 utafanikisha hiyo kazi yako. Nitafanya kama ulivyoomba, lakini kama usipoimaliza kazi hii utanijua mimi ni nani. Natia huruma. Hebu jitazame. Dadangu kakosea sana. Yaani natamani hata sometimes nikaa na dadangu pembeni nimuulize nipe siri ya mafanikio kwako. Huenda utapata hamasa pia. Lakini si kwa wewe. Na uzuri wote dadangu kukukubali wewe. Nachoka mimi. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia. Alafu wakati mwingine mnapoendaga kuoa, mnapoulizwa umempenda hujampenda, hebu mwe mnasemaga ukweli. Sasa hapo kwa kipi jamani? Yaani wewe muungwana, ningekuwa mimi Stumai ndio baba yangu yule, nisingekubali kuolewa na mtu kama wewe kabisa. Yaani huna mbele huna nyuma, yaani naishi na mtu naishi na mdoli ndani. Yaani ningekuwa mimi Stumai ningesha kuchiti muda sana. Nisaidie baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu. Nisaidie baba, giza linanitesa. Macho yangu yamejaa machozi, moyo wangu umechoka leo. Nimebeba maumivu ya kila siku. Nisikie baba, nisikie Dada, ujue wewe ni dada yangu kipenzi. Sipendi kuona ukisononeka, sipendi kuona ukiwa mnyonge. Mbona umepoa sana kama maji ya mgonjwa? Umepoza kama ukiwa mgonjwa. Na nini dada? Kuna vitu vinanichanganya sana. Ndiyo dada yangu, kitu gani hicho kinachokusumbua? Unajua kaka, ukiachana na wewe kuna mtu nampenda sana, na kila nikijaribu kumwambia hisia zangu huwa ananitumia maneno ya kashfa. Yaani kiufupi anielewi. Kwa hiyo dada, mtu anayekusumbua ni nani huyo? Ni mjomba, shangazi au mamdogo? Hapana kaka, unajua wewe ndo kakaangu nakutegemea, sio mjomba wala shangazi. Ni lazima nikwambie ukweli kwa sababu wewe ndo unaniongoza. Kuna kijana anampenda sana, lakini yeye anielewi hata kidogo, na kila ninapojaribu kuongea naye anakuwa mbali na mimi, anamtolea maneno ya kashfa. Kumbe swala ni mapenzi. Nilijua kanyanga, kumbe kwenye mapenzi. Je, huyo unayempenda ana mke au ana mahusiano yoyote? Sijajua vizuri kama na mahusiano au hapana. Kaka, naomba unisaidie na mimi niolewe. Na mimi niwe na mje wangu. Tazama sasa hivi umri wangu ushaenda sasa hivi.
Nahitaji kuwa na kwangu na mimi. Sawa dada yangu, swala la wewe kutaka kuolewa ni jambo la heri. Hata Mungu amelihalalisha. Lazima nitapambana juu chini uolewe. Na wewe uwe na ndoa yako. Usiku ukilala unalala na mwenzio. Mnakuwa wawili kama pea. Usiku mrefu. Na wewe unatoa udo la sogojo. Umo tu. Usijali, nitalikuachilia hili na huyo atakuoa tu. Nitashukuru sana ikiwa hivyo. Hilo ni jambo la heri. Nenda ndani kapumzike. Pumzika bwana. Dada yangu anateswa kisa mapenzi. Dada anapenda chini huyo kwa kuichapa. Jambo nitamfaitia, nitamwangaikia. Yaani wewe Mungu, ningekuwa mimi Stumai ndio babangu, nisingekubali kuolewa. Laiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi, ni kweli nitakufa nikiwa na giza. Nisaidie Baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu. Nisaidie Baba, giza linanitesa. Macho yangu yamejaa machozi, moyo wangu umechoka leo. Nimebeba maumivu ya kila siku. Nisikie Baba, nisikie leo. Baba, kama nilivyokuambia babangu, mimi na shida na hela. Mimi na shida na shilingi 25,000 tu, hata sio nyingi baba. Na naamini wewe babangu utanisaidia kabisa. Kaka kajinga kweli. Ndio maana nikasema kwenye kajumba mwanamume huyu baba. Wengine ni watoto, kama yule pale mtoto wangu wa kiume, huyu mtoto wangu wa kike. Unaniomba kaida kila siku 25,000, 30, 40. Unataka ukale na ule kipofu wewe? Baba, mimi na shida nayo binafsi. Binafsi gani bwana? Binafsi gani bwana? Binafsi gani? Binafsi gani? Sasa baba, ukininyima mimi nani anani? Kwa mimi sio mwanao. Katoto kangu sawa. Lakini wewe unataka kupata kaela ukaishi na kipofu yule, si ndio? Kwa baba unaninyima hela jamani. Kwa baba, mimi sio mwanao. Umenikataa. Hautaki kunipa hiyo hela yako baba. Takumalizia hela kweli? Mimi siwezi kukunyima kaela wewe bwana. Mjinga sana. Mambo si ndio hayo baba. Hakuna kitu kibaya sana hapa duniani kama shida. Shida. Oh. Shida. Atende nikakutolea hela kaela kakuonyesha. Sio kagaidi. Shida. Oh. Shida. Sasa kwa nini hukuweza kumkubalia yule mwanamke? Kwa nini lakini ndugu yangu? Embu mkubalie. Walau uishi naye au ikiwezekana muoe kabisa. Kwa sababu mimi namjua vizuri yule mwanamke. Na pia kaka yake namjua ni Mwakatobe mshirikina. Hebu mpe nafasi yule mwanamke. Ikiwezekana umuoe. Sikiliza papa. Kiukweli mimi nampenda sana mke wangu. Na itokea hata siku moja kwenda kinyume na mawazo yake, kwa sababu hajawahi kunifanyia baya hata siku moja. Alafu yule mwanamke ambaye wewe unamng'ang'ania au unanishauri mimi niwe naye, mimi simhitaji. Na wewe Mwakatobe unamzungumzia wewe, mimi simuogopi kwa sababu yule hajafanana na Mungu wala sio Mungu. Dada yake kweli ananipenda, lakini mimi nafasi hiyo sina. Mimi na nafasi ya mtu mwingine, na ndio maana nilihalalishwa kumuoa yule mwanamke niliye naye. Yule ndo alikuwa chaguo langu. Yule ndo anayenipenda na mimi ndo nampenda.
Twa, wewe ni ndugu yangu na ni mshikaji wangu wa damu kabisa. Najua hilo unalielewa vizuri. Vita unaoenda kuingia sijui nitakusaidia wapi. Sijui nitashikia wapi. Kwa sababu namjua Mwakatobe vizuri. Akichukia, akikasirika, anakuwaje? Nishayaona makucha yake mimi kwa macho yangu mawili tu, mimi nakwambia ndugu yangu. Sikia. Haya ni mapenzi nyuma ya panzia. Na anayajua mapenzi haya ni yule ambaye ameficha. Kiukweli mimi mke wangu nampenda. Na ndio maana nimejificha kwake. Wewe huwezi kujua nini ambacho nakipata. Hivyo huwezi kunishauri kuwa na dada yake Mwakatobe kwa sababu sio chaguo langu. Twa ndugu yangu. Hebu jaribu hata kumuongopea yule demu, kumuongopea yule mwanamke ili mradi tu haisi uko naye. Hebu jaribu kumuongopea. Basi yakatokea matatizo ndugu yangu. Mimi naijua familia yao. Mwakatobe namjua vizuri. Sikia nikwambie. Mimi siwezi kuishi kwenye dunia ya uongo. Siwezi kumridhisha yule mwanamke nikaitesa nafsi yangu. Ama nikaitesa nafsi ya yule mwanamke nilionaye. Kwa sababu mara nyingi uongo unakuwaga na mwisho. Ni bora kumwambia mtu ukweli ili uwe huru kuliko kumuongopea mwisho wa siku ukaumia. Mimi nitaishi kwenye dunia yangu, lakini sio dunia ya uongo. Brother, mimi nimekuelewa na nitajaribu angalau kidogo kufikiria ushauri wako. Lakini katika ninachokifikiria sio kuwa na dada yake Mwakatobe. Samahani kama nitakuwa nimekosea. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia. Maua, binti mrembo. Vipi, kwema? Kwema tu kindugu, vipi? Safi kabisa. Maua, subiri mama, mbona una haraka? Hebu simama kwanza tuzungumze. Kindugu, nakusikiliza. Kuna kijana nimemtuma aje kwako, akufikishie ujumbe wangu. Akwambie kuwa nakupenda sana. Na nahitaji uwe mke wangu wa ndoa, yani nikuoe. Nadhani kwamba amekufikishia. Na bila shaka utakuwa umenielewa na umenikubalia. Kindugu, nakuheshimu sana. Naomba na wewe uniheshimu. Ina maana kwamba ujumbe wangu hajaufikisha ukenge. Pumbavu. Karibu sana mister. Asante sana kiongozi. Kwa majina naitwa Ibrahimu na ni mwenyeji sana katika maeneo haya na ninakufahamu sana Mr. Mungwana. Aha.
Nashukuru sana kusikia hivyo, lakini mbona mimi hilo jina ni geni sana masikioni kwangu, sijawahi kulisikia kabla. Sasa linanipa kidogo ukakasi. Linaweza likawa geni katika masikio yako, lakini mimi ni mwenyeji sana katika maeneo haya na nakufahamu sana Mr. Mungwana. Okay, sawa. Nakusikiliza kiongozi. Ujio wangu mimi kufika hapa Mr. Mungwana, kuna jambo unahitaji tutete kidogo. Okay. Sawa kaka, nakusikiliza. Jambo ambalo unahitaji tuzungumze. Samahani kama nitakuwa labda ninakukosea au labda nitakuwa naingilia jambo ambalo litakuwa linihusu, lakini kutokana na mimi kuweza kuliona jambo hilo, nimeona ni bora niweze kukufikishia. Nakwambia haya kwa sababu wewe unaonekana ni mtu mpole, mwenye busara na heshima zako pia. Na ninaamini kama mimi sitakwambia haya, basi hakuna mwingine anaweza kukwambia haya maneno. Kiukweli mke wako anakusaliti. Haiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi. Kwa lugha za sisi vijana naweza kusema mke wako anakuchiti, yaani ni mcharuko. Hii inawezekanaje kaka yangu? Mbona maneno yako sielewi? Mke wangu anawezaje kunisaliti? Mimi ninachokijua mke wangu ni mpole sana. Mke wangu ni mtulivu sana. Hajawahi kunifanyia tukio lolote baya katika maisha yangu. Na taarifa kama hizi sijawahi kuzisikia kabla. Yaani nikwambie tu kitu kaka yangu. Kama umekuja hapa lengo lako ni kunigombanisha na mwanamke wangu, tafadhali sana usifanye hivyo. Yaani nitajisikia sana vibaya. Umejitambulisha kwamba wewe unaitwa Ibra. Sauti yako inaonekana wewe ni mkarimu sana, mtu mstaarabu sana. Sasa kama itakuwa umetumwa labda kwa sababu ya kunigombanisha mimi na mwanamke wangu, kiukweli utakuwa umenikosea sana. Tena sana sana sana. Kaka yangu, mimi nikuthibitishie na nikwambie ukweli wa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Mke wangu hajawahi kunisaliti hata mara moja. Na hajawahi kuwa na chembe za usaliti hizo ambazo unaniambia. Mimi najua. Na angelikuwa mimi ananisaliti mke wangu, mimi ningefahamu kaka. Mungwana, wewe huwezi kuliona hilo kwa sababu wewe ni kipofu. Mimi ninayekufikishia haya ndio ninayeona ni kitu gani kinachoweza kuendelea. Na pia sio wote wanaoweza kuona wanaweza kuja kukuambia hili. Bali mimi kama Mungwana, kama Msamaria nimeweza kukufikishia. Pole sana. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma. Sasa nakwambiaje? Hapa mimi nimekuja kwa wema. Sijaja kwa manunu wala kwa Diamond. Sijaja kwa ubaya. Ninachokwambia, dada yangu anakupenda sana. Unajua brother, kila kitu kina maamuzi. Na mapenzi huwa lazimishwi mtu. Dada yako kama ananipenda, mimi nafasi hiyo kwa sasa sina. Kwa sababu nina mtu ambaye mimi niko naye. Tena ni mke kabisa wa ndoa. Sasa dada yako mimi nitampendaje? Nitamweka wapi? Kumbe umeoa. Wewe umeoa, umeolea wenzio. Acha ubwege wewe. Kwani wewe hujui kushare? Una share, unachukua mkeo, unachukua na dada yangu. Cha peke yako kaburi. Vingine vyote mna share. Au unaachana naye tu huyo mkeo. Yaani mke wangu niachane naye kwa ajili ya dada yako? Hilo swala haliwezekani. Tena gumu. Yaani alikubaliki kiserikali wala kisheria. Mimi kumwacha mke wangu nije eti nije kumchukua dada yako wewe kama kimada tu, hilo swala gumu. Siwezi kaka. Wewe bwege. Wewe unajifanya mkaidi. Domo kaa pochi. Sasa nakwambiaje? Hii ni amri, sio ombi. Achana na mkeo. Chukue dada yangu na umoe, ukae naye. Nadhani umenielewa. Sasa kuwa mkaidi. Kitakukuta kitu. Chef.
inawezekanaje jamani? Mke wangu anawezaje kunisaliti? Maana ni mwanamke mpole sana, mwanamke mtulivu sana. Au ni watu tunataka kutukombanisha? Yeye ndo mwanamke ambaye ananiambiaga kila siku, usiniache mume wangu, tusiachane, Bwana. Leo kweli wewe na mwanaume. Mungu. Mungu wangu. Naomba asitokee haya ninayofikiria katika moyo wangu. Nakuomba sana 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 sana. Hata kama kuna mwanaume ndo anamfuatafuata mwanamke wangu, basi Mungu naomba mweke mbali, basi mimi nampenda mwanamke wangu jamani. Mtihani hii jamani, Mungu wangu mimi. Kweli nimeamini kuna watu wana huruma kabisa katika hii dunia. Sasa kukuta mtu anakujua kabisa ndo anakufanyia hivi, limradi tu akukomoe. Yaani limradi tu uendelee kupitia mateso, maisha magumu, maisha ya manyanyaso, yani Laiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi, ni kweli nitakufa nikiwa na giza. Nisaidie Baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu. Nisaidie Baba, giza linanitesa. Macho yangu yamejaa machozi, moyo wangu umechoka leo. Nimebeba maumivu ya kila siku. Nisikie Baba, nisikie leo. Huyu naye anachelewa. Ibra. Yeah. Vipi, umefanikiwa? Yeah, nimefanikiwa kama ulivyoniagiza. Safi. Umefanya kama ambavyo nimekuelekeza? Yeah, nimefanya kama ulivyoniagiza. Lakini ni kwa nini unaniagiza kupeleka maneno ya uongo kwa shemeji yako? Baba, fanya yanayokuhusu. Ili mradi tu ushanikamilishia hili ambalo nimekuagiza, basi inatosha. Okay, Situmai. Tunafanyaje sasa kipenzi kuhusu lile swala ambalo tumezungumza kwamba baada ya mimi kuweza kufanya kazi ambayo umeniagiza basi tutaweza kulifanya? Kumbe kibaba hovyo wewe. Yaani kukutuma vineno tu viwili kuvifikisha kule tayari unataka penzi. Unawazimu? Wenzako mapenzi wananunua, wanayasotea. Unafikiri kiolela tu hivi? Lakini nimetumia muda. Hivi huoni thamani ya hichi kitu ambacho nimeweza kukifanya? Au huoni hatari ambayo nimeweza kuifanya kuweza kupeleka maneno ya uongo kwa shemeji yako? Umeona umwili wa kuchezea danadana eti? Sahau. Ila asante. Nashukuru sana. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mimi kipofu lakini moyo wangu umeona. Mapenzi nyuma ya pazia yanali. Deb jao sana. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua.
wangu, mbona umeshika nyanya mkononi? Nilikuwa nimetoka gengeni mke wangu kwenda kununua mahitaji kidogo, na ndio maana umeniona nimeshika mfuko wa nyanya hapa mkononi. Gengeni? Inamaanisha umeenda gengeni mwenyewe? Na Stumai yuko wapi? Maana Stumai ndo nimemwachia maagizo yote humu ndani. Kwa hiyo amekuacha umeenda gengeni mwenyewe, si ndio? Stumai alikuwepo hapa. Sasa mimi nikaona si vyema sana kumsumbua, maana kila siku nawaachia nyinyi hapa mnafanya mahitaji yote, manunuzi, sijui nini. Nikasema hapana. Leo lazima na mimi nifanye mazoezi kidogo niende gengeni. Kwa hiyo nimepita huko, nimeenda nimeulizia gengeni wapi, waungwana wakanielekeza. Basi nikafika gengeni nikachukua mahitaji. Na ndo kama hivyo unavyoniona mke wangu. Nyanya zenye hizi mbili jamani. Kwa hiyo nyanya za shilingi ngapi? Mke wangu, mimi dhamira yangu ilikuwa sio nichukue nyanya mbili, sio tatu, sio ngapi. Ngapi tatu. Dhamira yangu ilikuwa tu nichukue mahitaji mengi. Na zaidi ya hiki nilichokibeba. Nilitoka tu vizuri hapa wakati naelekea gengeni, nilipofika pale gengeni, mimi nikajua na shilingi 5,000. Sasa nilikuwa nahitaji mahitaji kadhaa pale. Sasa wakati nampa mwenye genge pesa na naorodhesha mahitaji yangu pale, akaniambia, kaka yangu, mbona hii ni shilingi 1,000 alafu nataka mahitaji mengi? Sasa nikaa namuuliza shilingi 5,000 hiyo? Akaniambia hapana, hii ni shilingi 1,000. Sasa ndo nikamwambia anipe tu hizi nyanya. Sasa umeona hizi nyanya ngapi sijui? 3, 1,000 hizi. Ameniambia nyanya 3 1,000. Sasa hivi sijui nyanya zimepanda bei, sijui sokoni huko wamesema kumechangamka wenyewe walivyoniambia. Basi ikabidi nichukue tu hivyo. Maana nilimuuliza 1,000 naweza nikapata nyanya, kitunguu na hata na ndimu. Akaniambia shilingi 1,000 unapata nyanya 3. Umeona? Kwa hiyo ndo nimepata hizi nyanya 3, nimekuja hapa nimetulia. Sasa nawaza sijui nitakuwa nimepoteza ile hela nyingine, sijui nimeacha ndani. Pole sana mume wangu. Haya, ngoja mimi niende dukani nikachukua mahitaji afu narudi. Sawa mke wangu. Lakini samani kidogo. Vipi lile swala ulipokwenda kwa mzee, amekuelewa? Namshukuru Mungu nimefanikiwa. Nimeongea na baba. Hivyo kiugumu, lakini amenisaidia, nashukuru kwa kweli. Aisee, ni jambo la kumshukuru sana Mungu kama mzee wako ameweza kutusaidia katika hili. Mimi naamini ipo siku na mimi nikiwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Unajua sasa haya macho yenyewe mpaka sasa hivi hayana nuru, toka nimepata matatizo mpaka sasa hivi sina chochote ninachokiona mke wangu. Lakini mimi nimshukuru sana baba yako, maana amekuwa ni mtu wa kutubeba kila wakati. Namwombea Mungu amsaidie. Naamini pia mimi siku nikipona ataenjoy sana. Yaani hivyo tu aendelee kutubeba, tumwambie tu. Mumeanga sasa tubebe. Ila siku akikaa sawa utaenjoy, utakula bata. Usijali mume wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Mungu atakusaidia, wakati ukifika utapona tu. Haya, ngoja basi mimi niende. Haya mtu wangu, na wewe utanikuta hapa nafunga upepo, tofauti na hapa nikiwa nimechoka, utanikuta sasa ndani kabisa chumbani, sawa Wewe huwezi kuliona hilo kwa sababu wewe ni kipofu. Mimi ninakufikishia haya ndio ninaona ni kitu gani kinachoweza kuendelea. Na pia sio wote wanaweza kuona, wanaweza kuja kukuambia hivi. Laiti ningelikuwa naona, pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi, ni kweli nitakufa nikiwa na giza. Nisaidie Baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu. Nisaidie Baba, giza linanitesa. Asante sana mke wangu. Asante kushukuru. Dada, ngoja nipeleke. Acha tu, hamna shida.
Shemeji. Naam, na shemeji. Naomba nisamehe sana shemeji yangu, yaani sana, kwa kile kitendo ambacho kimetokea muda ule pale. Nimekwambia maneno mengi machafu, maneno ambayo kiufupi hayakuwa mazuri. Huenda niliongea tu kawaida, ila wewe ulichukulia tofauti, lakini mimi mwenyewe pia binafsi nilijisikia vibaya. Naomba nisamehe sana shemeji yangu. Hakuna shida shemeji yangu. Mimi nimekuelewa na mimi nimekusamehe muda mrefu sana. Mimi najua katika hii dunia hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu, binadamu amekamilika. Kila mwanadamu huaga anakosea kwa namna yake, lakini mwisho wa siku mwanadamu akijirudi basi inapaswa tu umsamehe. Mimi naamini shemeji yangu ni mtu mpole, mwenye upendo na mwenye nidhamu. Kwa hiyo usijali katika hilo, tuko pamoja. Asante sana shemeji yangu, nashukuru. Ila shemeji, kuna kitu nataka nikwambie. Samahani lakini usijisikie vibaya. Sawa shemeji yangu, niambie. Kuna muda nilikuwa nimekaa zangu hapo kwenye masofa. Dada aliniita, akaniambia niletee simu yake. Yeye alikuwa jikoni anapika. Sasa kipindi niko pale nafungua pochi yake nichukue simu yake, nimekuta pakti za kondomu. Haiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi, ni kweli nitakufa nikiwa na giza. Nisaidie Baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu.